Habari ya saizi mabibi na mabwana, karibu tena kwenye channel yetu ya Afya Class. Leo tena tumeachilia video nyingine bila yako. Lengo lile msaada wa tiba endapo tatizo lako ni tiba. Lakini kabla ya kuendelea na video na mada hii ya leo, please bonyeza subscribe button ambayo inapatikana chini ya video hii ili uendelee kupata video na makala za staili hii kila tunapozitoa. Leo ninazungumzia habari ya kutokwa na uchafu kwa mama mjamzito. Je, hali hii ni kawaida au ni tatizo? Tazama video hii mpaka mwisho, tumeeleza kila kitu. Kutokwa na uchafu ukeni kwa mjamzito ni jambo la kawaida katika ujauzito, lakini pia linaweza kuwa ni ishara matatizo fulani kulingana na rangi, harufu, kiasi au maumivu ambayo yanaambatana na hali hiyo. Sasa katika video hii tumechambua kuhusiana na uchafu huu ambao unatoka sehemu za siri kwa mama mjamzito. Namba 1, uchafu wa kawaida kwa mjamzito. Uchafu huu unakuwa na tabia zipi? Katika kipindi cha ujauzito, mwili wa mwanamke hupata mabadiliko makubwa ya homoni, hasa ongezeko la homoni ya estrogen na mtiririko wa damu kwenye via vya uzazi. Hii husababisha uzalishaji wa ute zaidi ukeni, ambao ute huu unajulikana kama leukoria, ute mwepesi, mweupe. Lakini pia ute huu unakuwa hauna harufu kali au hauna harufu mbaya. Unaweza pia kuwa na muundo wa uteute au majimaji. Lakini pia aina hii ya uchafu ambao unatoka unazidi kadri ujauzito unavyosonga mbele. Uchafu huu ni wa kawaida kabisa na husaidia kuzuia maambukizi kwa kuosha na kuondoa vimelea vinavyoingia ukeni. Lakini namba 2, kuna aina sasa za uchafu usio wa kawaida kwa mjamzito. Nimekutajia baadhi ya aina hizo na kujua zinaashiria kitu gani. Namba 1, kuna uchafu wa njano au kijani kutoka ukeni kwa mama mjamzito. Unachotakiwa kufahamu ni kwamba mara nyingi hali hii huashiria maambukizi ya magonjwa ya zinaa kama vile ugonjwa wa trichomoniasis pamoja na ugonjwa wa kisonono au gonorea. Uchafu huu huambatana na harufu mbaya, kuwashwa au kupata maumivu makali wakati wa kukojoa. Aina nyingine ya uchafu ambao unatoka ni uchafu wa kijivu. Sasa tuangalie, je, uchafu huu wa kijivu nao unaashiria nini? Uchafu huu unaweza kuashiria au kuwa ni ishara ya maambukizi ambayo hujulikana kama bacteriovaginosis. Maambukizi haya yanayosababishwa na kutokuwiana na bakteria wa asili ukeni ndio chanzo cha uchafu huu. Na uchafu huu mara nyingi huambatana na harufu kama shombo la samaki, hasa baada ya mwanamke huyu kufanya tendo la ndoa. Kuna uchafu mwingine ambao unakuwa ni mweupe mzito kama maziwa mtindi. Aina hii ya uchafu huweza kuashiria maambukizi ya fungus au namaanisha yeast infection, na huchanganyika na muwasho mkali, wekundu ukeni na maumivu wakati wa tendo la ndoa au wakati wa kukojoa. Kuna aina nyingine ya uchafu ambayo huweza kuambatana na damu. Katika miezi ya mwanzo, hali hii au aina hii ya uchafu inaweza kuwa ni dalili kubwa ambayo inaashiria kuharibika kwa mimba au ujauzito kutunga nje ya mfuko wa kizazi, habari inamaanisha habari ya ectopic pregnancy. Katika hatua za mwisho, uchafu huu ukitoka unaweza kuashiria kwamba ndio kuanza kwa uchungu wa mama kujifungua. Lakini pia aina hii ya uchafu inaweza kuashiria au inaweza kutokea kutokana na erosion kwenye cervix au hata baada ya tendo la ndoa. Uchafu mwingi kupita kiasi. Ingawa ute huongezeka, kama ni mwingi sana hadi kufikia hatua ya kulowesha kabisa nguo za ndani, inaweza kuashiria kwamba chupa ya uzazi imepasuka. Hasa kama aina hii ya uchafu hauna rangi au hauna harufu au na rangi ya bleach na kadhalika. Hizo ni baadhi ya aina za uchafu ambazo huweza kutoka ukeni kwa mama mjamzito na kuashiria kwamba kuna kitu hakiko sawa. Sasa unashauriwa kumuona daktari haraka au kuwasiliana na wataalamu wa afya ikiwa wewe ni mjamzito alafu uchafu wako unatoka na kuambatana na dalili hizi. Uchafu wenye rangi, wenye harufu kali kutoka ukeni.
Uchafu wenye rangi sio ya kawaida. Hapa namaanisha rangi ambazo nilizitaja kama vile njano, kijani, kijivu au damu nyingi. Kupata muwasho, uchungu au wekundu sehemu za siri. Kupata maumivu makali sana ya tumbo chini ya kitovu. Kupata homa au kuhisi uchovu zaidi kupita kawaida. Mabadiliko ya ghafla ya uchafu, kiasi, muundo na kadhalika. Ukiona vitu hivi vinajitokeza, hakikisha unapata ushauri zaidi kutoka kwa wataalamu wa afya. Lakini pia kwa kuhitimisha, kutokwa na uchafu ukeni wakati wa ujauzito inaweza kuwa ni hali ya kawaida. Lakini kama nilivyosema, yapo mabadiliko ambayo yanaashiria kwamba aina ya uchafu ambao unatoka sehemu za siri, kuna tatizo liko ndani au kuna tatizo kwa mama huyu mjamzito. Na nimetaja baadhi ya aina za uchafu ambazo zikitoka ukeni tunaweza kusema kuna tatizo kwa mama huyu. Je, una tatizo hili na hujapata msaada wa tiba? Kwa ushauri zaidi, elimu au tiba, usisite tuwasiliane hapa ndani ya Afya Class kupitia kwenye namba ambazo unaziona zinapita kwenye screen yako, nasi tutakusaidia na tatizo lako litaisha kabisa. Asante.